tunahitaji inue mioyo yetu ikutazame tena wewe katika namna ya kipekee kabisa kupitia fundisho ambalo litatolewa na mtumishi wako Pastor Robert. Tunaomba utujaze Roho wako Mtakatifu, maana uwepo wa Roho wako ndani yetu ndio utakao tufanyie kazi yale yote ambayo utanena nasi kupitia mtumishi wako. Na hivyo katika wakati huu tunapoketi, tunaomba sasa umtumie mtumishi wako kwa kadiri upendavyo, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ninawakaribisha tena katika siku ya leo. Jana tulikuwa na mada ya pekee sana iliyokuwa inatupatia msingi. Hata hili jengo lina msingi imara wa ndoa. Na jana tuliona upendo ndio msingi imara. Mtaalamu mmoja aliyekuwa anaitwa Aristotle, yeye aliwahi kuwafundisha wanafunzi wake. Mwanafunzi mmoja akauliza, nini maana ya upendo sasa? Ndipo mwanafalsafa huyu mashuhuri duniani akamwambia, toka nje hapo, nenda kwenye maua pale. Akakuta kuna maua mengi, ametembea mpaka mwisho. Akasema, tembea, chagua ua moja peke yake, ua moja, na usigeuke nyuma, alafu niletee ua the best kuliko yote. Mwanafunzi huyu mwaminifu akaanza kutembea. Wakati anakwenda akarudi bila ua. Aristotle akamuuliza, mbona hujaja na ua? Akasema, mwalimu, nilipokuwa naenda niliona ua la kwanza ni zuri, lakini wakati nakwenda mbele nikajikuta naona mengine. Wakati nafika mwisho na uliniambia nisigeuke nyuma, nikagundua ua pekee nimeliacha la kwanza kule mwanzoni. Akasema, huo ndio upendo. Upendo uko ndani ya moyo wako. Upendo ni yule wa kwanza uliyemuona. Haleluya! Na huyo ndio pekee, afananishi na mwingine yoyote yule. Na jana tuliweza kuona upendo ni hisia za ndani, na si tu hisia bali ni uamuzi. Pale ambapo unachukua uamuzi wa kuwa na mtu, unachukua uamuzi wa kukubaliana na mtu, unachukua uamuzi wa kukaa na mtu. Na upendo tulivyoona ni kwamba ulikuwa na chanzo cha upendo ni Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ndiye muasisi wa upendo. Mungu ndiye muasisi wa hata wewe kutamani, sio shetani, ni Mungu. Ni Mungu ndiye anayekupatia hata hamu. Mungu si shetani. Kwa hiyo Mungu, tuliangalia jana katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alifanyaje? Aliupenda ulimwengu, alivyoupenda akafanyaje? Akatoa. Huwezi kutoa bila kupenda. Na ndio maana wengi wetu tunapokuja kanisani tunatoa change, hatutoi sadaka. Kwa sababu gani? Hatuna mahusiano, hatuna upendo wa dhati. Utakapokuwa na upendo wa dhati utamtolea Mungu kwa moyo, kwa sababu upendo hauhamasishwi. Na hata navyoona mnajenga hapa ni kwamba wale walio na upendo na Mungu wao ndio watakaomaliza hilo jengo. Watapenda kwa moyo wa kupenda, watatoa kwa moyo wa kupenda. Na mtoaji mkuu hakuanza kwa kutoa, alianza kwa kupenda. Kwa hiyo upendo unapaswa kuwa kiini. Upendo unapaswa kuwa kichocheo. Upendo unapaswa kuwa sababu. Upendo unapaswa kuwa kiini, yani ndio chanzo. Upendo. Kwa hiyo upendo tuliuangalia jana, tukaweza kuona kuna upendo wa dhati na upendo wa chati, upendo wa uongo na upendo wa kweli. Tunaweza tukatambuaje? Tuliangalia mifano ya majirani zetu katika Biblia, wawili
Wa kwanza ni Delila, alikuwa na upendo wa chati, aliona fedha kutoka kwa Wafilisti waliomtuma. Hakuweza kuona upendo wa dhati, japo Samson alimpenda kwa upendo wa dhati, lakini alirudishiwa upendo wa chati, akaachwa, alitolewa macho bila daktari, akaweza kuwa mtumwa katika taifa la Wamisri na la Wafilisti. Mwingine tuliweza kuona ni Amnoni. Amnoni mpaka aliugua kwa upendo. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliangalia vitu fulani kutoka kwa Tamari. Pengine aliangalia rangi ya ngozi yake, pengine aliangalia umbile lake, pengine aliangalia muonekano wake, hivyo vikamvutia, akawa mgonjwa. Alipopata tu tendo la ndoa akapona na akachukia. Biblia inathibitisha kwamba akamchukia machukio makuu, na hiyo ilikuwa ni hatari sana. Leo tunaangalia mpango wa Mungu katika ndoa. Mungu ana mpango. Mungu alipanga. Ndoa haikuanzia kwa Adamu. Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Ndio maana mimi vijana pastor siwalaumu sana. Hata wengine wamekuwa na kidevu, wanakuwa na ndevu kama mizizi ya miwa, mimi wala siwalaumu sana, kwa sababu sio wazo alitoki kwako. Wazo linatoka kwa Mungu. Mungu anasema si vema huyu mtu awe peke yake. Kwa hiyo unaweza kumuona binti amechoka, amekomaa, au kaka amekomaa, lakini ieleweke kwamba chanzo kinaanza na Mungu. Mpango wa Mungu ni kuwe na ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Huo ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu sio ndoa kati ya mwanamume na mwanamume kama ilivyo leo, afu akiunganishwa kama pastor hapa ungekuwa ni wanaume kwa wanaume, unasema now you become Man United. Sasa Man United ni timu kule Marekani, Uingereza, si ndio bwana? Haiwezekani kuwa Man United. Lazima kuwe mwanaume na mwanamke. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Baada ya dhambi, baada ya kuingiliwa na changamoto, ndoa imekuwa shida. Jana niliwasimulia habari za Selva Kumar. Huyu walifunga ndoa katika hekalu la Hindu kule Tamil Nadu mwaka 2002, na yeye akashauriwa na mganga wake kwamba ili kuondoa mikosi ufunge ndoa na mbwa. Ndio maana jana niliwatajia yule mbwa anaitwa Sebia, akiwa na miaka 4 akafunga ndoa na huyu jamaa Selva Kumar ili kuondoa mikosi. Kwa nini? Kwa sababu alivyokuwa mdogo alikuwa anawapiga sana mbwa. Kwa hiyo baadaye kila akifunga ndoa changamoto, funga ndoa changamoto. Akalivyoenda kwa mganga akamwambia, wewe simple, funga ndoa na mbwa na hiyo itaondoa mikosi. Haya mambo yameendelea katika maisha yetu. Leo wengine wanafunga ndoa na nguruwe, wanafunga ndoa na vitu vya ajabu kabisa. Ellen White anasema nini? Mwandishi huyu mashuhuri anasema hivi: kupitia magumu na kukatishwa tamaa kunakojitokeza, asiwepo mume au mke ambaye atakata tamaa na hatimaye kujitoa katika muunganiko huo mtakatifu. Hilo linawezekana kwa kila mmoja. Endelezeni hisia zenu katika kila njia ya kutia moyo. Kila mmoja apigane katika vita hii ya maisha. Jifunze kufurahi. Jifunze furaha ya mwenzako kila wakati. Hebu kuwe na upendo wa kweli, wa dhati, na hatimaye ndoa. Badala ya kuwa na upendo unaoisha, utakuwa kana kwamba ndio unaanza. Huyu naye alikutana na changamoto nyingi akiwa na mume wake James White. Pacha wake hakumkubali.
lakini bado yeye aliendelea kumtegemea Mungu, aliendelea kuwa na ndoa takatifu. Anatushauri kupitia kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 106 kwamba ndoa ni kupigana, uchumba ni kufight. Wewe kijana, sio swala tu la kusema kama nitaki basi. No, ni kupambana, ni kuhakikisha kwamba unapalilia upande wako ili kuhakikisha kwamba huyu anakuwa wako. Ni vitu ambavyo unapaswa kila siku upambane. Sio swala tu la kusema bwana kama nitaki basi. Mwanzo 2:18 inasemaje? Tutasoma mpaka 24 kwa sababu ndio msingi wetu katika siku ya leo, na nitaishia hapo. Bwana Mungu akasema, si vema, yani sio vizuri huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Yako mambo kadhaa katika mafungu haya ambayo nikimaliza hapo, kama una swali, kama una nyongeza, nitakukaribisha. Mambo haya ni mambo gani? Jambo la kwanza, Mungu ndiye anayesema, Mungu ndiye anayejadili, Mungu ndiye anayeanzisha. Anasema si vizuri, si jambo la kupendeza mtu huyu awe peke yake. Hii inaonyesha kwamba upweke haukuwa mpango kamili wa Mungu. Mungu alimuona mwanadamu kama mpweke, anakaa. Ni kweli ni siku moja kwa Mungu, lakini pengine kwetu ni muda mrefu sana. Ni kama tu nzi anapozaliwa asubuhi, anaweza akifika jioni amechoka tayari. Kwa hiyo Mungu akamuona jinsi anavyopalilia, anavyofungulia maji ya mto huku yapite, yaingie huku, yaingie huku. Anamuona yuko peke yake, alafu baadaye huyo mtu anaenda kutafuta chakula, anakula. Mungu anasema si vema awe peke yake. Mwanadamu ameumbwa kwa mahusiano, lazima kuwe na mahusiano. Hata walio na pesa kama hawako katika mahusiano ni wako wapweke, wanajisikia vibaya. Unaweza ukawa na gari nzuri, kama uko peke yako haujisikii furaha. Raha ya gari ni kumpa mwingine lifti, au kupanda na familia, au kupanda na mwenzi wako na kwenda naye. Kwa hiyo mahusiano ni ya muhimu sana. Mungu pia ni wahusiano, kwa sababu ni utatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na hao wanakuwa mwili mmoja. Na ndio mfano pekee, ndoa ndio mfano pekee unaoonyesha utatu. Ndoa ndio unaoonyesha nafsi za Mungu, namna ambavyo zimeungana. Wengine wanatoa mifano kwamba sijui kuna yai, kuna ganda gumu, alafu kuna kiini, alafu kuna ute. No.
hao ni Jehovah Witness ndio ambao wanatafsiri hivyo kwamba Mungu Baba eti ndio ganda gumu alafu Mungu Mwana. No. Sisi hatutafsiri hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 19, Mungu anasema si wawili tena bali wangapi? Mmoja. Na ukisema kuna wakati maji, kuna wakati mvuke, kuna wakati barafu. Maana yake hapo unazungumzia huyu mmoja tu anabadilika. Lakini ukiangalia katika ubatizo walionekana wote watatu. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa. Haleluya. Alafu Roho Mtakatifu anashuka kama nini? Kama ua. Si ndio jamani? Alafu huyu aliyebatizwa ndio Yesu mwenyewe. Na ndio maana anapokufa msalabani Yesu anasema Eli Eli. Mara ngapi? Mara 2. Kwa maana yeye ni watatu yuko msalabani. Kwa hiyo ileweke hapa ya kwamba Mungu ni wa uhusiano, ni Mungu watatu waliokubaliana kuwa mmoja kwa namna yao ya pekee. Ilikuwaje? Mmoja akajiita Mungu, mmoja akajiita Mwana, mmoja akajiita Roho Mtakatifu, na hao wote wanatuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ieleweke kwamba Mungu ndiye anayesema. Mungu alikuwa na uwezo wa kumuumba Hawa mapema kabisa. Alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo vyote viwili kwa wakati mmoja, yani Adamu na Hawa wote, lakini aliamua baadaye kufanya operation. Kwa nini? Jambo la kwanza nililogundua, wanyama kwanza alimpitishia wanyama, akaamua kuwaita majina. Lengo lake, wanyama waliumbwa wawili wawili, Adamu aone kwamba hao wako pea. Kuna simba dume na simba jike, kuna tembo na tembo mwenzake, kuna twiga na twiga mwenzake. La pili, kwa nini Mungu alichelewesha hiyo? Wanyama walikuwa na jinsia mbili, Adamu apate fundisho. Lakini namba 3, Mungu alitaka kuwepo na utambulisho kwanza, na ndio maana kabla pasta hajatoa hotuba hapa kuwaunganisha hao wawili waliokuwa hapa, lazima kunakuwa na utambulisho, si ndio pasta? Wazazi wa jinsia wazazi wa binti punge mkono, watu wanapunga. Wazazi wa mume wapunge mkono, wanapunga. Ni utambulisho kuwepo, lazima kuwepo na utambulisho kwanza, na ndio maana Adamu anawatambua wanyama kwa majina yao. Lakini nililojifunza lingine, hakukuwepo kwa kufanana na Adamu. Mungu alitaka liwe fundisho kwa Adamu kwamba hakuna kama wewe. Ngedere anaonekana kama wewe, lakini sio mfano wako. Nyani anaonekana kama wewe, ndio anamkia, hafanani na wewe. Lakini la pili, la tano na la mwisho, Mungu alitaka Adamu apewe kwa upekee, sio kwa kificho. Haleluya. Na ndio maana kuna kumachi, mwanamke anatoka kule, mwanaume sijui anatoka huku. Sijajua hapa kwenu inakuwaje huku makanisa mengine kunakuwa na mlango hapa, anatoka huku, yule anatoka, wanakuja wanakutania katikati, wanatembea. Na ndivyo ilivyo hata katika ndoa ya mwisho, kanisa litakapofunga ndoa na Kristo. Kristo hatashuka chini, si ndio? Ataelea wapi? Sisi ndio tunamfanyaje? Tunamfuata, tunaunganisha naye, tunaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ieleweke kwamba hili lilikuwa ni lengo la Mungu katika utaratibu huo. Kwa hiyo ieleweke kwamba hata kama mtu aliyefanikiwa bila mwenzi wa maisha anaweza kuhisi pengo la kihisia, na ndoa si anasa, ni hitaji la kijamii, ni hitaji la kihisia kwa wale walioitwa katika ndoa kuoa au kuolewa. Jambo lingine la pili, Mungu anasema nitamfanyia msaidizi. Katika lugha ya Kiebrania anaitwa Ezel. Msaidizi, Ezel, sio dhaifu. Ezel kwa Kiingereza anaitwa help.
Huyu ni nani huyu? Huyu ni mtu wa muhimu, ni mtu anayechukua mzigo wa maisha pamoja na mumewe. Niliwahi kueleza siku moja hapa, ukiwa unajenga, kama wewe ni fundi, kama pasta hapa tuchukulie ni mfano, yeye ni fundi, lazima atahitaji msaidizi. Hawezi yeye mwenyewe akakoroga simenti, huyo tena anachukua tofali. Anahitaji msaidizi. Kwa hiyo mwanamke ni msaidizi wa kumsaidia mumewe katika ujenzi wa familia. Kwa hiyo Ezel, wakati mwingine hili ni jina ambalo Mungu analitumia. Ukisoma katika Zaburi 33 mstari wa 20, Mungu anasomeka ni Ezel, sio inferior. Naomba uelewe hapa, kwa sababu wengi tumechukulia mwanamke kama inferior, kwamba ni dhaifu huyu. Nimekuja kushangaa, nimekuja kujifunza mambo mazito ambayo Mungu aliyaweka, kwamba si hivyo tu. Hata katika kitabu cha Zaburi 70 mstari wa 5, ngoja nikusomea. Nimesema kitabu gani? 70 mstari wa ngapi? Wa 5. Anasema, nami ni maskini na muhitaji, Mungu unijilie kwa haraka, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Bwana usikawie. Sasa hilo neno anasema ndiwe msaada wangu ni Ezel. Wewe ni Ezel, ni msaada wangu. Mwanamke ni msaada kwa mumewe. Sisikia amina. Naendelea. La pili ni rafiki anayeondoa upweke, aletaye uhusiano, anayeleta hisia, anayeleta hamu ya kuishi. Haleluya. Ezel ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu huyu mnapokuwa pamoja, kuna sehemu fulani kulikuwa kuna giza, lakini nilikuwa na huyu mama mchungaji. Kipindi hicho nilikuwa sio mchungaji. Kupita pale nilikuwa naogopa, napitiaga njia nyingine, lakini sikio nilivyokuwa naye, na ndio shortcut, akasema twende. Akasema au naogopa? Nikaambia niogope nini? Niko na wewe. Lakini moyoni nasema likitokea la kutokea, kwa sababu ilikuwa ni makaburini, tunapita katikati. Kwa hiyo tukapita tu, tukajikuta hata tuongei kimya. Tulipovuka akasema, mbona hukuongea mwenzangu, au ulikuwa unaogopa? Nikamwambia wapi niogope, lakini moyoni nilikuwa naogopa. Nasema tukisikia sijui atakimbia, ataniacha, sijui nitamwacha. Lakini ninachotaka kusema nini hapa ni kwamba mwanamke analeta hamu ya ujasiri, hamu ya kuishi, hamu katika uhusiano. Namba 3, huyu msaidizi Ezel ni nani? Ni msaidizi wa kutimiza wito wa kuzaa na kuongezeka katika jamii. Mungu aliposema zaeni mkaongezeke, bila Ezel hakuna kuongezeka. Ukisoma katika Mwanzo 1 mstari wa 26 na 28. Kwa hiyo ieleweke kwamba ni mtu wa msingi anayetimiza wito wa kuzaa. Jambo lingine, Ezel ni mtu muhimu alitaye kile kinachokosekana, analeta nguvu na umoja. Ndio maana mwandishi mmoja mwenye hekima anasema, heri wangapi melala, heri wangapi kuliko mmoja. Kwa hiyo huyu anatimiza. Kwa hiyo tunapozungumzia Ezel, ni partnership in God's design. Ni mtu ambaye yuko karibu na wewe. Tatizo ni kwamba shetani ameharibu kwa kuleta haya mambo ya kwamba mwanamke sijui anawezeshwa, sijui ladies first.
mama, wewe ni first hata kwenye kufa ha? Mbona kwenye kufa mnakataa? Haya ni maneno tu ambayo yanatokea, sijui yanatokea wapi. Jambo la tatu, wa kufanana naye, suitable for him. Huyu ni matching, kwa lugha ya Kiebrania ni kenegdo. Kenegdo ni mtu ambaye ni kwamba sio suala la sura. Wanaposema wa kufanana naye, ndio maana atumii neno image, anatumia neno meet, mtu wa kumit, wa kufit, kwa sababu maji haya ya kampuni mbalimbali, vizibo vinaweza vikawa kama vinafanana, lakini kizibo kimoja hakiwezi kufunga maji ya kizibo kingine. Kwa nini? Ni kwa sababu hakiwezi kufiti, hakiwezi kumatch pale kwenye kiini chenyewe. Kwa hiyo hapa ni anayefaa, anayeendana. Na unajua watu waliozoeana wakikaa pamoja inafikia hatua kama wanafanana, kwa sababu watapata watoto. Haleluya! Na watoto wanaozaliwa utaonekana kama huyu amechukua huyu. Kuna mamangu leo kuniambia sijui sikio hili ni la kwake, hili la baba, mimi sijui, lakini nikiwaona ni kama tu wanafanana, kama ni mtu na kaka yake. Kwa nini? Ni kwa sababu wanafanana kitabia na mwenendo, wanafanana kiroho. Mambo ya dini, wataenda pamoja kanisani, watakuwa na ibada pamoja asubuhi, pamoja jioni, watakuwa wanafanana kimawazo. Kwa sababu gani? Ni msaidizi, ni ezel. Kwa hiyo leo uelewe, kijana ambaye unataka kuingia kwenye ndoa, jua kwamba unapokwenda kuunganishwa na huyu ezel wa kufanana naye, sio swala la sura, sio swala la shape, sio swala la miondoko, sio swala anaimba vizuri, sio swala anatingisha. No, ni swala la suitable, mtu anayefanana na wewe. Kama una asila 90%, Mungu anakuletea wa kufanana na wewe kwa asira. Ukipewa mpole, si utamuua mara moja? Jamani, tunaelewana? Akusaidie ili unapopandisha naye anasema nini bwana hapana, hapo mnashuka wote, sawa baby, hamna shida, sawa. Wa kufanana na wewe. Wengi waliouana ambao waishi pamoja ni mmoja sanguini, mmoja kule, mmoja mkali, mmoja mpole. Mungu akuletei mpole. Kama ni mkali anakuletea mkimya, ili ukizidisha anasema nimekuvumilia sana. Mwisho wa siku anasema majirani watatusikia. Nini? Yaani kila wakati unaona nini tu, mpaka mwisho wa siku mnatulia nini, au anakunyimia kule chumbani vile vitu, alafu mwisho wa siku unaomba msamaha. Kwa hiyo unapata suitable, mtu ambaye ana match na wewe. Wakati mwingine anaitwa counterpart, ni mwenzake. Ndio maana atumii neno identical. Si mnanielewa? Jamani, tunaelewana kanisa? Anatumia meet, mtu ambaye ana fit, anaendana na wewe. Jambo la 4, kuacha wazazi. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na nani? Na mkewe. Vivyo hivyo mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe. Nini cha kuacha? Jambo la kwanza, mila na desturi ambazo haziendani na Biblia. Hilo ndio la kuacha, kwa sababu Biblia inasema asiyewatunza wakwao ni mbaya kuliko asiye amini.
Hapa umaanishi kwamba nimeshafunga ndoa mtajua wenyewe. No, una uwezo bado wa kuwasaidia, lakini mila na desturi. Nawe baba yako alikuwa anakaa anaweka miguu kwenye meza ya kioo, soksi imeachia na vidole vinanuka. Wewe achana nazo hizo. Umepata huyo mwanamke ambaye ni mwenye busara, ni msafi, fuata usafi. Nini cha kuacha? Kuacha tabia za wazazi ambazo hazimtukuzi Mungu. Wengi wetu tumetoka kwa wazazi ambao bado hawajaongoka, pengine ni walevi. Achana nazo hizo, hazifai katika kumtukuza Mungu. Nini cha kuacha? Kuachana na utegemezi wa wazazi kwa kila kitu. Umepata pesa, nimepata hapa milioni 2, nifanyeje? Unafikiri atakwambiaje? Atasema njoo ujenge huku. Hawezi kusema wekeni maendeleo, fanya hivi na hivi. Atakwambia uende kule kule, kwa maana atakuwa hivyo. Utegemezi mwingine ni wewe kila kitu unaenda kwenu, ukikasirika kidogo unaenda kwenu. Sasa hivi una nyumba yako, una msimamo wako, endelea. Nini cha kuacha? Kuacha kuishi kwa maamrisho ya wazazi au ndugu. Hayo ni mambo ya msingi tunayopaswa tuache. Na jambo lingine kuambatana. Anasema wa kuambatana naye. Kuambatana ni agano. Ni agano. Vijana ambao hamjafunga ndoa, ukishafungishwa ndoa hapa na Pastor Michael, hilo ni agano la milele. Hata kama umemkuta sasa ni kikojozi, ni kwenda naye mpaka mwisho. Umekuta na changamoto gani, ni unaenda naye hivyo hivyo. Ni kuwa pamoja kwa kadiri inavyowezekana, kuendelea naye. Kuambatana ni kula pamoja, kuambatana ni kusali pamoja, kuambatana ni kupanga mipango pamoja, kuambatana ni kulea pamoja. Kuambatana, usimwache mwenzio. Adamu alifanya kosa la kutotimiza hili alilolisema yeye mwenyewe, akajikuta yuko mbali na mwenzi wake, na ndipo akajikuta mwenzake tayari ameshaingia katika shida, tayari anatunda na mdomoni mwake amesha mega. Akaona bora na yeye ajiue. Kwa hiyo tujitahidi kwa kila inavyowezekana kuambatana. Sawa, amepangiwa kituo cha kazi mbali, moja ya kuambatana ni kuwasiliana naye kila wakati, na hasa yale masaa ambayo unajua yana vishawishi. Mpigie simu usiku, asije akajikuta yuko lodge. Lakini la 6 ambalo ni la mwisho katika mafungu yetu ni kuwa mwili mmoja. Hapa tunazungumzia umoja wa kimwili, tunazungumzia muungano wa kimahusiano, na la 3 ni muungano wa kiroho. Haya mambo ni ya msingi sana, yanayoweza kutusaidia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na Mwanzo 2:18 hadi 24, hayo nimeona ni mambo yanayoweza kutusaidia kujua mpango wa Mungu. Mungu alipanga hivyo, Mungu alilenga hivyo. Pengine inaweza ikawa kuna mambo mengi zaidi. Nitakapokaribisha michango, unaweza ukatoa lingine zaidi ambalo mimi sikulifikiria, kwa sababu hii ni semina na tunajifunza, sio hubiri. Ila ninachoona Mungu aliwaza hivyo. Alikuwa na mpango mzuri kwa mwanadamu kuweza kuishi pamoja, kufurahiana, lakini dhambi imeleta mambo mengi, imeharibu mfumo huu, imeharibu mpango wa Mungu.
katika ndoa zetu. Ndoa zetu leo zimebaki kuwa doa. Ndoa zetu leo zimekuwa ndoano na sio ndoa, na hiyo imeleta shida sana. Wiki hii Mungu atatusaidia kwa neema yake ili kurejesha ndoa zetu. Haleluya. Lakini kwa vijana itakuwa ni somo na fundisho, wanapojipanga katika kuingia katika ndoa waweze kuzingatia kwamba ndoa ni agano, na agano ni la milele, la kuambatana, sio la muda mfupi. Hapana, hapana. Hiyo wafanye ulimwenguni, na tukiona hivyo, kuna fungu ambalo tumeambiwa kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu, ndivyo inavyokuwa katika kipindi chetu. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuoana. Kwa nini wanaposema kuoa na kuoana na kuolewa? Ni kwa sababu wanaoa na kuachana, kuoa na kuachana, kuoa na kuachana. Ndoa zimekuwa nyingi, na hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba Yesu anakaribia kurudi. Marafiki, turejeshe mpango wa Mungu katika ndoa. Baba yetu, rafiki yetu, wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye msaada, wewe ni mwamba, wewe ni muumba wa mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Hata sisi binadamu wewe ndiye umetuumba. Tunakuja kwako Baba yetu, tunatubu na kuomba rehema. Tumekutenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Ulipokuwa ukienda patakatifu pa patakatifu kutuombea, ulituachia msaidizi. Tunamwomba huyo msaidizi atufundishe kuomba kusikosemekana. Nimekuja Baba yangu na rafiki yangu, nikiwaleta vijana wa kike na wa kiume walio kanisa la Mbezi. Mungu, ndoa ni takatifu na ndoa ndiyo ilianza mbinguni. Wapatie hekima, wapatie busara, wafundishe, waelekeze, wapatie wake sahihi na waume sahihi. Mungu, usiwaache vijana wetu wa kike na wa kiume, wasaidie wakujue wewe zaidi na zaidi, wasitoke nje ya kanisa Yesu. Wapatie wake ambao wana hofu ya Mungu, maana familia ni mbingu ndogo. Mbingu ndogo zinaanzia nyumbani na kanisa linaanzia nyumbani. Usiwaache mabinti zetu na vijana wetu wakatanga mbali. Neema yako na rehema yako inatosha. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Baba. Jina lako litukuzwe. Ndivyo niombavyo katika jina la Yesu. Amina. Baba, tunakiri kwamba unatupenda, unatujali, unashughulika sana na maisha yetu. Jioni ya leo Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwamba umetupatia ndoa, umetupatia familia. Ombi langu la dhati, uwepo wako ukadhihirike katika familia zetu. Yesu, ukae ndani ya wanandoa pamoja na watoto wao. Maana ukikaa ndani yetu, nasi tukikaa ndani yako, na maneno yako yakaa ndani yetu, Baba, tutatenda yale yanayokupendeza, na kupitia ndoa hizi zitaweza kuwa na mvuto mkubwa hata kuwavuta wengine kuja kwa Yesu. Maana ulituweka katika ndoa ili tuweze kuifunua tabia ya Mungu kupitia katika ndoa zetu. Watu wako waliokuja jioni ya leo, walio wana ndoa, walio watoto katika familia za ndoa, ninalo kuomba Bwana Kristo wa neema yote, imbisha mioyo ya wanandoa wote na wanafamilia wote. Mifululizo ya mibaraka inaamsha shangwe kuu. Baba, fululiza mibaraka katika ndoa zetu, ili mwaka huu tena katika juma hili Baba, kelele za furaha, kelele za vicheko na shangwe katika ndoa Baba, zikaanze na kuendelea kudumu katika ndoa zote, ili wale wanaoishi na wanandoa walio majirani wayaone matendo makuu ya Mungu na wengi wakamtukuze Mungu. Mwisho, ombi la dhati ni hili: kila aliyekanyaga hapa, baraka za ulinzi na usalama ziandamane naye, kwa sababu unakwenda kutubariki.
baraka za afya na uzima zikaandamane nasi, baraka za uchumi zikaandamane nasi, baraka za elimu kwa ajili ya watoto wetu zikaandamane nasi, na baraka za mafunuo zikaandamane nasi. Na huyo mchungaji na mchungaji mwenzake, endelea kuwapatia mafunuo, endelea kuwabariki, na kesho tena malaika wa Bwana aweze kuturejesha katika mikutano hii, maana tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amina. Baba, mimi na mchungaji Ngarsoni tumeshika sanduku hili ambalo watumishi wako wameandika barua kwako. Hakuna anayesoma isipokuwa wewe unaweza kusoma. Hata kuna wengine hawajaandika, lakini unaweza kusoma mioyo yao. Naomba ukatujibu sawa sawa na mapenzi yako, na kila mtu akafurahie majibu utakayompatia, iwe ni sasa au baadaye, katika jina la Yesu, amen. Amen. Mungu awabariki sana. Asante.